Baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Musoma mkoani Mara limejikuta katika mvutano mkali kufuatia kuwepo kwa ujenzi wa kibanda cha biashara katika eneo la shule ya msingi Azimio iliyoko katika kata ya Kitaji, huku kibanda hicho kikitajwa kujengwa bila idhini ya kamati ya elimu. Mvutano huo umekuja kufuatia ziara ya kamati ya elimu shuleni hapo na kujionea kibanda hicho, ambapo adidu za rejea za ziara hiyo zinatua katika baraza la manispaa ya Musoma, ambapo diwani wa kata Ruamlimi Peter Bernard akichangia taarifa ya kamati hiyo anahoji. Mheshimiwa Mwenyekiti, najiuliza maswali kadhaa ambayo sina majibu na ningeomba pia kamati nisaidie. Huyu mwekezaji aliwezaje kwenda kujenga kibanda, akaleta tofali, akaleta mafundi, akajenga kibanda kikainuka, na sasa ilikuwa kwenye mpango wa kubomoa kibao cha shule ajenge kingine kwa mkono wa kulia, na eneo hilo ndilo njia ya kuingilia shule ya msingi Azimio. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kufahamu mwekezaji huyu nani alimpa, utaratibu ulifanyikaje, mkuu wa shule yupo mpaka amejenga kwa kiwango kile tunachokiona, jengo limekamilika, anaenda kwenye kupigilia bati. Mheshimiwa Mwenyekiti, nini kimetokea katikati hapa? Leo tunamsimamisha na ni mwananchi wetu na pengine amekopa fedha kuwekeza katika eneo hilo. Akifafanua juu ya hoja ya diwani wa kata Ruamlimi, mwenyekiti wa kamati ya elimu Amina Masisa anaeleza. Mimi kushukuru na nimshukuru Mheshimiwa Peter kwa swali lake. Mheshimiwa, sisi tumekwenda katika ziara yetu ya kamati ya elimu baada ya kukuta limejengwa duka katika eneo la shule. Mheshimiwa Mstahiki Meya, katika utaratibu eneo la shule haliwezi kujengwa duka kwa maana ya kibanda cha kudumu. Kama mtu anaweka kibanda, ni kibanda ambacho kinaweza kutoka wakati wowote eneo la shule linapokuwa linahitajika. Sisi kama kamati ya elimu, mimi nikiwaongoza wajumbe wangu, tuliamuru kile kibanda kitoke pale. Kwanza tuliuliza mwenye kibanda, hakujulikana. Mwalimu mkuu alikuja katika maelezo yake ya kujitosheleza, alisema yule ni kama mvamizi, hamtambui na hamjui. Kwa hiyo kama kamati tuliamua kile kibanda kiondolewe pale, pamoja na kwamba ni mwekezaji. Eneo la shule unawekeza vitu ambavyo kama shule inahitaji eneo lake vinatoka kwa wepesi, lakini lile ni duka, ukiweka kitanda mle unalala nyumba kabisa. Kwa hiyo kamati ya elimu tulisema hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti. Naye mbunge wa jimbo la Musoma mjini Mheshimiwa Mgone Miraji Kigera na diwani wa kata ya Mwisenge Mato Cleophas Kuboja wakichangia katika taarifa ya kamati hiyo juu ya uamuzi wa uvunjwaji wa kibanda hicho wanaeleza. Hapa sheria ya manispaa ilitoa kwamba nyumba yoyote inayobomoka hapa mjini ikijengwa ijengwe ghorofa, isijengwe nyumba ya kawaida. Lakini tukipita humu mjini kuna nyumba za chini zimejengwa nyingi sana. Sasa nachelea kusema hata hao pia walitakiwa vunjiwe. Mimi kwanza bahati mbaya sana, hata jana Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa eneo la Azimio, ile hicho kibanda sijakiona. Nilienda kuangalia maua pale, kwa hiyo sijui chochote. Lakini ningependa kutoa ushauri kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti, idara husika ambayo ni idara ya elimu, sheria pamoja na majengo waende wafuatilie, wajue. Tunao pale shule ya Pamba pia imezungukwa na maduka, kuna Sakafa imezungukwa na maduka. Yanaweza kuwa maduka ambayo yakawa kwa maslahi mapana kuwasaidia watoto wetu. Kama mtu anajenga stationery pale, serikali pia ambayo ni manispaa inaenda kupata fedha ya leseni na ushuru, na watoto wetu pia wanapata huduma kwa ukaribu. Kwa nini aende akavunjiwe? Tufate taratibu, na ikionekana huyo mtu sio anajenga stationery, basi ambiwa atoe kibanda chake. Mtu anaweza akawa amejenga kibanda ambacho ni temporary, wenda uwezo wake umemfanya ajenge hivyo. Anaona nikijenga kibanda cha mabati ama cha mbao naenda kuweka mali ya milioni 20, ikija kuibiwa wakati naweza kuweka structure ya milioni 5 na mali zangu zikawa safe. Mheshimiwa Mwenyekiti, tusiishi kwa kukariri, lazima kamati ijiridhishe. Inawezekana ni huduma inawekwa karibia na shule kwa ajili ya watoto,
Yaani tusiishi tu kwa kukariri kwamba kwenye eneo la shule hakuna kitu kinakuwepo pale. Tuangalie watu wamefikiri, wakaona watoto wetu wanavuka barabara kwenda upande wa pili kwenda kutafuta kalamu. Inawezekana athari zinazo kutokea pale. Kwa nini tusiweke kibanda hapa? Watoto wa eneo hili wapate huduma pale. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaiomba hii kamati mwende mjiridhishe vizuri kama kuna huduma nzuri inakwenda shuleni pale. Kwa nini tusiache pale Mheshimiwa Mwenyekiti, watoto wapate huduma pale? Je, kauli ya afisa elimu msingi wa halmashauri ya manispaa ya Musoma ni ipi? Afisa elimu alimwambia utaratibu ufatwe, tupate barua ya ombi, lakini kibanda hicho kisitishwe kwa sababu hatuna sababu ya kuweka kibanda hicho katika eneo la shule, na ni kibanda cha biashara, na eneo la shule haliruhusiwi kufanyiwa biashara kujenga kibanda. Kwa hiyo bado mwalimu mkuu alichukua jukumu la kumweleza muhusika. Kwa hiyo yule muhusika alileta barua kwenye ofisi ya mkurugenzi, ikasomwa katika ofisi ya idara ya elimu na kupewa maelekezo kwamba simamisha kwanza. Na je, ni upi msimamo wa mwenyekiti wa kamati ya elimu? Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi bado napingana na swala la hicho kibanda hapo shule ya msingi Azimio. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia baraza hili sintokubali, sintonyosha mkono wala sintopiga makofi. Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima tuliangalie hili. Mwanasheria alisimamia utaratibu. Kama mtu anataka kujenga maeneo ya shule, ajenge jengo ambalo ni la muda. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, baraza hili tunapitisha watu wajenge maeneo ya shule. Huyo ni wa kwanza, akija mwingine atapingwa? Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapokuwa tunatoa maamuzi lazima tuwe kwa haki na tuangalie kote. Pamoja na kwamba huyo ni mwalimu, angejenga kibanda kinachotakiwa kuwa eneo la shule. Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya elimu ninapingana na hilo na sikubaliani nalo. Kama afisa elimu amelipinga, injinia amepinga, mwanasheria, leo mimi ni nani nije nikubaliane na neno la namna hiyo? Mimi sitakubali hicho kibanda kiondolewe. Baraza hilo limekamilika chini ya Mheshimiwa Mstahiki Meya wa manispaa ya Musoma Alex Nyabiti, ambaye ameelekeza kila hatua ya maamuzi yazingatie sheria ili kutoiingiza manispaa hiyo katika changamoto ya kupata hati chafu kwa kujitakia. Vigezo na masharti vizingatiwe, twende proper, tusiingie kwenye kupata hati chafu za kujitakia. Tangu nilipokuwa diwani mwaka 2015 mpaka juzi nilipokuja kugombea, halmashauri hii imekuwa ikipata hati safi siku zote, na sitopenda na sitataka mimi katika uongozi wangu tukapate hati chafu za kujitakia, na sitopenda kuona tunapatia ofisi ya internal auditor maswali mengi kuhusu halmashauri hii.